من ناداك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia na kutuwezesha tukawa wenye kutekeleza salatu dhuhuri, na baada yake hatukuwa ni wenye kutoka, bali wenye kusubiria kwa ajili ya kusikiliza mawili matatu yanayofungamana na maneno ya Bwana Mtume Muhammad, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake. Na vile vile tunamshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha na kutufikisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni watu wengi ambao kwamba walitia azma, walitia nia kuwa wafike katika mwezi kama huu, lakini maal asafi shadid wengi hawakuwa ni wenye kudiriki mwezi kama huu. Na vile vile tunaomba kwamba wamefika katika mwezi kama huu, lakini afya yao haiko sawa. Lakini mimi na wewe alhamdulillah tuzidi kurejesha shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mpaka sasa tunao afya zetu, tunaweza kutembea. Lakini tunaomba kwamba wamelazwa sasa hivi hospitalini, kuamsha wenyewe, kuamka mwenyewe haamki mpaka mwisho. Vile vile mtakieni rehema na amani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba ni chanzo kubwa ya mimi na wewe kwa Muislamu, kwa katika Waislamu. Allahu sallallahu alaihi. Kila siku tunasema laulahu ma kunna fi nuril Islam Sallallahu alaihi wa alihi. Kwa hiyo hata tukamweleza vipi hatuwezi tukafikia mkomo wake, bali tuzidi au tuzidi kumswalia kwa wingi. Sallallahu alaihi wa alihi. Inshallah tutaenda kukumbushana machache ambayo kwamba anaofungamana na amali ambayo kwamba amali yenyewe ni ndogo, lakini ni amali ambayo kwamba mwanadamu akienda kukaribiwa na muda wake wa kuondoka katika huu ulimwengu, basi anaenda kutamani sana amali kama hii. Katika Qur'ani yake Mwenyezi Mungu atuambia, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kam min as-salihin. Amali yenyewe ni ya sadaka. Leo sisi tuna uzima, basi inapasa mimi na wewe tufanye wingi au tufanye bidii kutoa sadaka au kujipamba na sifa kama hii, kwa sababu yasije yakakukuta au yakakukuta majuto siku ambayo kwamba ikikufikia hakuna kuongezewa wala kucheleweshewa. Fa idha jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Basi kwa ajili hiyo inabidi mimi na wewe tushikamane na tujifunge masombo kwa ajili ya kutekeleza sifa kama hii. Vile vile
Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuhusia Sayyidina Ali karramallahu wajhahu kwa kumwambia ulil haqqa ala nafsi. Jambo la kwanza alimwambia anene ukweli juu ya nafsi yake, bimaana ajipambe na sifa ya ukweli, kwa sababu ndiyo sifa ya wema, ndiyo sifa ya aswada. Na vile vile jambo la pili akamwambia watasaddaq walau bitamratin wahidatin, na vile vile akamwambia atoe sadaka japo ni kwa tende moja. Na hapo tunafahamishwa kwamba sadaka si lazima utoe kitu nyingi, hata kama ni kidogo ambacho kwamba umeenda kukitoa, basi utaenda kuidhiriki ujira wake mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo tunaona amempatia amri mbili. Ya kwanza alimwamrisha anene ukweli juu ya nafsi yake, na vile vile ya pili amemwamrisha kuwa atoe sadaka. Kisha ya tatu akampatia au akamwelezea faida ya sadaka kwa kumwambia fa innal balaa la yanzilu hawla sadaka, hakika balaa haitoenda kushuka katika pembezoni mwa kutolea sadaka. Yani bimaana sehemu ambayo kwamba umeenda kuitoa sadaka, basi sehemu kama hiyo haitaingia balaa yote. Basi inapasa mimi na wewe vile vile tuingie katika mukhatab kama huu. Tusiseme hapo amehutubiwa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, bali sisi sote tunafaa kuingia katika mukhatab kama huu. Na vile vile hii sifa ni miongoni mwa sifa ambazo kwamba wameenda kujipamba nayo watu wema. Na vile vile ukienda kutoa sadaka ni uende kutoa sadaka ya siri, sadaka ambayo kwamba utaonekanwa na mtu yoyote, ambayo kwamba ni siri bainako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio sadaka itakuwa bora zaidi. Sadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi, sadaka ambayo kwamba utaenda kutoa kwa njia ya siri, basi itaenda kuzima hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukitoa waziwazi pamoja na kusifiwa na watu, basi wewe utakuwa utaenda kujiona wewe ni bora kuliko wote. Yani alhasil wote na kutoa waziwazi, iko siku ambayo kwamba itakuingia wewe kitu ambayo kwamba inaitwa ariya. Na vile vile hadithi kutoka kwa Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qultu inna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hadithi kutoka kwa Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, anasema kuwa watu wamemjia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja miongoni mwa siku, na kwa kumwambia dhahaba ahlu duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa nasumu wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Walimwambia kwamba walifuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile wakamwelezea ya Rasulullah, wamepita wale wenye mali, wamepita wale matajiri, imana wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bil ujuri, kwa ujira ambao kwamba wameenda kupata kupitia mali zao. Vile vile wakaendelea kumwelezea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia wayasumuna kama anasumu
wanafunga kama tunavyofunga sisi. Watasaddaquna bifuduli amwalihim, tofauti yao na sisi ni moja tu. Wao wanaenda kutoa mali zao, yani kutoa baki za mali zao, yani wanafunga kama tunavyofunga sisi, na vile vile wanaswali kama tunavyoswali sisi, lakini kinachotofautisha baina yetu na wao ni mali tu, kwa sababu wao wako nao mali ambayo kwamba wanaenda kutumia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaelezea ya kwamba awalaisa qad ja'ala Allahu ma tasaddaqun, kwani Mwenyezi Mungu hakuwajalia nyinyi jambo ambalo kwamba mtaenda kushikamana nayo, mkienda kushikamana nao itakuwa ni sababu ya nyinyi kutoa sadaka. Basi akawaambia inna bikulli tasbihatin sadaqatun, hakika kila tasbihi ambayo kwamba utaenda kuileta itakuwa ni sadaka, itakuwa ni kama umetoa sadaka. Wewe ukaleta subhanallah subhanallah, hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi itakuwa umepata ujira mkubwa sana. Basi inabidi mimi na wewe, hata kama utashindwa kutoa tende moja au mengineyo miongoni mwa mali, miongoni mwa chakula, basi inabidi mimi na wewe tushikamane na hizi tasbihat. Vile vile bikulli tahlilatin sadaqatun, yote akaelezea. Ukienda mtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta takbir Allahu akbar, hizi zote zaingia katika sadaka, utahesabika miongoni mwa wale ambao kwamba wametoa sadaka. Na vile vile ni sifa ndio itatimia Uislamu wetu, tukienda kujipamba na sifa kama hii. Inna tamama islamikum an tu'addu zakata amwalikum, hakika kutumia Uislamu wetu ni pale tutaenda kujipamba na sifa kama hii. Lakini maalasaf leo sisi tunao mali na vile vile tunao uhai, basi tumeenda kujisahau na sifa kama hii, na ni sifa muhimu ambayo kwamba mwanadamu haoni sahihi faida yake, lakini si kwamba ataenda kuondoka katika huu ulimwengu, anaenda kukitamani, na vile vile hiyo itakuwa ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Anatamani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ampatie muda kidogo ili apate kutoa sadaka, lakini wapi, wakati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemjalia miaka 100, miaka 90 yote haikumfaa kutoa sadaka, basi zile dakika chache ambazo kwamba ameenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile hizo pia hazitomfaa yeye kutoa sadaka. Na vile vile itutosha kwamba na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ma at'amta waladaka wa huwa laka sadaqatun, kile ambacho kwamba utaenda kulisha au utaenda kumlisha mtoto wako, basi itakuwa inahesabika miongoni mwa sadaka. Na vile vile kama at'amta khadimuka fa huwa laka sadaqatun, kile ambacho kwamba utaenda kumlisha mfanyikazi wako, familia yako, yote inahesabika miongoni mwa sadaka. Na vile vile ikikumbukishwa inaofungamana na sifa kama hii. Siku moja yasemekana kuna bwana alikuwa ako katika hali ya sakratul maut, yani anaelekea kukata roho, lakini vile vile tunapojua sisi huwa mtu akifa, mwingine aitisha maji, mwingine anasema niombeni dua nifike salama huku kwa Mwenyezi Mungu. Katika hali yoyote, basi jamaa kama huu marafiki zake wakaja kwake na kumkumbusha kalima ya la ilaha illa Allah. Basi jamaa kama huyu hakuwa ni mwenye kukumbuka neno kama hili. Kila anapokumbushwa yeye anaendelea kuongea tu maneno matatu. Ya kwanza akisema lau kana ba'ida, maneno ya pili akisema lau kana kamila,
na neno la tatu akisema lau kana jadida. Basi jamaa wakaendelea kumkumbusha, lakini hawakupata walichokitaka kwa huyu jamaa, bali yeye kama tulivyosema yazungumza tu haya maneno matatu. Baada ya kufa akamdilia rafiki yake kwenye ndoto. Basi akamuuliza, ewe rafiki yangu, vipi uone ile siku ambayo kwamba ulikuwa umekufa, tunakukumbusha kalima la ilaha illa Allah, lakini wewe ukawa ni mwenye kudumiana na maneno matatu. Akamwambia, neno la tatu, neno la kwanza ulikuwa ukisema lau kana baida, ulikuwa unasema lau ingekuwa mbali. Basi hebu nielezee hili neno la kwanza ipate kukufahamu. Basi akamwambia, siku moja mimi nilikuwa naelekea msikitini alfajiri. Akasema, nilipofika karibu na msikiti nikamkuta kilema hapo juu ya kiti. Basi na huku pia swala inakimiwa, lakini kilema kama huyo anajaribu kupeleka ile kiti yake, lakini kulikuwa na changarawe na milima, hakuweza kupanda vizuri. Basi huyu jamaa anasema nikaje kumsaidia, sote tukadiriki swala ya alfajiri na tukaswali. Sasa akamwambia, ile siku ilikuwa nimekufa, Mwenyezi Mungu alikuwa ananionyesha ujira ya mimi kumsaidia huyu kilema mpaka tukaswali swala ya alfajiri kwa jamaa. Ndio nikasema lau kana baida, lau ingekuwa mbali ya Rabbi ingekuwaje? Nilimsaidia karibu na msikiti tu, yani nimemsaidia kidogo tu, ya Rabbi ingekuwa ni mbali, ungenipatia ujira mkubwa kiasi gani? Na vile vile neno la pili akisema lau kana jadida, lau ingekuwa ni mpya. Akasema, akamwambia huyu rafiki yake, nielezee na hili ya pili pia. Basi akamwambia, siku moja kuna mtu alinifuata na kuniomba nguo, na mimi pia sikuwa na nguo mpya, nilikuwa na nguo nyingine ambayo kwamba imezeka, nikachukua tu nikampatia. Basi anasema ile siku ambayo kwamba nimekufa, Mwenyezi Mungu ananionyesha ujira, mimi nimeenda ujira ambao kwamba nimeenda kumfanyia au kumsaidia yule mtu nguo. Basi nilikuwa nasema lau kana jadida, ya Rabbi, nimempatia huyu jamaa nguo ambayo kwamba si mpya, na je ingekuwa ni mpya ungenipatia ujira mkubwa kiasi gani? Ikhwati fillah, hili latuonyesha kwamba chochote ambacho kwamba utaenda kutoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ni kwa chache, hata kama ni kichache, basi utaona ujira wake ni mkubwa zaidi kuliko kile ambacho kwamba umeenda kukifanya. Na vile vile ya tatu akamwambia, nielezea tatu. Akamwambia, mbona ulikuwa ukisema lau kanat kamila, lau ingekuwa ni kamili. Basi akamwambia, hii ni ya tatu pia. Siku moja tulikuwa tukila mimi na mke wangu, ghafla akapita mfukara akaja kutuomba kile chakula ambacho kwamba tukila. Basi tukampatia, ilikuwa ni mkate nusu, tukampatia. Basi anasema siku ambayo kwamba ilikuwa nimekufa, Mwenyezi Mungu ananionyesha ujira wake namna ni mkubwa. Ndio nilikuwa nasema lau kanat kamila, lau ingekuwa ni kamili, lau ingekuwa ule mkate ni kamili, ingekuwa ni mzima, ya Rabbi ingekuwaje? Ya Rabbi ungenipa ujira mkubwa kiasi gani? Vile vile Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'an al-Karim, la yanfadu indakum wa ma inda Allahi baq, tujua ya kwamba haya mali ambayo kwamba tumezimiliki yatakwisha, na vile vile yale ambayo kwamba tutaenda kutanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo itabakia na ndiyo itatunufaisha siku ya Kiyama. Na vile vile Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Atatuambia katika hadithi yake, almaru tahta dhilli sadaqatihi yawm alqiyamati, mtu atakuwa chini ya kivuli ya sadaka yake siku ya Kiyama. Ukienda kutoa sadaka katika ulimwengu, basi hiyo sadaka hiyo itakuwa ni kivuli siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah mpaka hapa nitakoma. Kwa haya mengi na machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Makosa yako mengi, vile vile makosa mengi sana, lakini shetani tu atamrekebisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma kipenzi chetu, kiongozi wetu, mwalimu wetu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika hapa kutekeleza swala ya faradhi, swala ya dhuhur wa jamaa, kwani ni wengi ambao kwamba wako katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwapa tawfik ya kutekeleza funga ya mwezi kama huu na kuweza kutekeleza faradhi ya sala ya dhuhur. Sio kutaka kwake, sio kukosa uwezo kwake, isipokuwa ni tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajamfikia. Mimi na wewe ambao kwamba tumepata fadhila hizi, ni tumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi na tuzidishe ibada ambazo kwamba ziko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumesikia mengi kuhusu sadaqa. Sadaqa ina fadhila nyingi sana. Kuna ahadith nyingi ambazo kwamba zimeongelea sadaqa, zimeelezea sadaqa hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Natakikana mtu akuwe mpaji zaidi kuliko alipokuwa katika miezi mingine. Nataka mkono wa mtu ukuwe mrefu zaidi katika mwezi huu kutoa sadaqa kuliko miezi mingine. Kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akitoa sana katika mwezi kama huu wa Ramadhani. Na Mtume ni mfano kwetu sisi kufaa kumuiga. Sisi tuwafaa kumuiga katika mifano yote Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kutuonyesha fadhila yake na ukubwa wake na faida yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuko katika sakaratul maut, tuambiwa alimuuliza Sayyidatuna Aisha, kama sijakosea, kuna nini katika nyumba yetu? Sayyidatuna Aisha akamwambia, hakuna kitu ya Rasulullah isipokuwa 7 dananira, ni dinari 7 peke yake ndio ziko katika nyumba. Alipokuwa katika ugonjwa wake na kwenda kufa, ambao baada huo ugonjwa Mtume hakuamka, ndio ilikuwa ni sababu yake ya kuondoka ulimwenguni. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya muda tena anamuuliza,
Alipoambiwa kuwa kuna dinari 7 katika nyumba, hakuna chochote, akamwambia tasaddaqi bihinna, itolee sadaka zile dinari 7 zisibakie katika hii nyumba, zitoe wape wale ambao kwamba wanahitaji. Ni wangapi ambao kwamba ni masakini, ni wangapi ambao kwamba ni fukara, wako wanahitaji. Leo sisi katika nyumba yetu tuko na mangapi? Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya muda pia akauliza, bado zile dinari 7 Sayyidatuna Aisha hakuzitoa sadaka. Akamuuliza, umezitolea sadaka? Akamwambia, shughuli bi maradhika ansani ya Rasulullah, ile mimi kushughulika na ugonjwa wako, kukushughulikia hapa na pale, imenisahauzisha kutoa sadaka zile dinari 7 ambazo kwamba wewe umeniambia niende nizitolee sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo akatokwa na machozi, huku akisema, kaifa yalqa Muhammadun rabbahu wa fi baytihi 7 dananira. Mtume Muhammad hapo akatokwa na machozi akilia, na huku akisema, vipi Muhammad ataenda kupatana na Mola wake? Vipi ataenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fil hali ameondoka katika ulimwengu na ndani ya nyumba yake kuna dinari 7? Leo sisi tuondoka ama ziko ngapi na mangapi katika nyumba, watu wanaondoka katika ulimwengu, kuliko kuitolea sadaka katika uhai wako, waiacha watoto wako waenda kutumia vibaya, waenda kutumia kwa njia, labda njia ambazo kwamba hazimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naweza kuwa ndo yale mali ambayo kwamba umeacha ndo sababu ya watoto wako kwenda kupigana, kwenda kuleta husuma baina yao, kukwenda vita, kwa watu wakosane, kutoelewana kwa ajili ya ile mali ambayo kwamba kuzitolea sadaka umewaachia. Ikhwatal iman, sadaka ni kitu ambacho kwamba kikubwa sana. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadhan, bora zaidi ya sadaka ni sadaka ambayo kwamba hutolewa katika mwezi wa Ramadhani. Bora zaidi ya sadaka ni sadaka ambayo kwamba mtu aenda kutoa katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi kama huu wale ambao kwamba wako na uwezo wanaweza wakajisimamia iftar na sahur, wanaweza wakajisimamia daku yao na futari yao kulingana na kwa uwezo wako nao. Je, wale ambao kwamba hawana uwezo, ni nani atawasimamia? Wale ambao kwamba mifuko yao haingii kitu katika mwezi, ni nani atawapangia? Wewe umepanga mabudget mwezi mzima kabla Ramadhani kwa wiki, yeye nani atampangia? Hana uwezo huo wa kujipanga. Kwa hivyo sadaka inaenda kuwa ni bora wakati kama huu wa kusaidia masakini na fukara na kuwafuturisha wale ambao kwamba hali yao ni mzito katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Mfano ya baadhi ya masahaba radhiallahu anhum, kama Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, kasemekana ilikuwa hafungi na hafuturu isipokuwa na futuru na fukara na masakini, mpaka katika maneno yake ilikuwa akisema, la an asuma yawman wa uftira ma'a al-masakini wal fuqara'i ahabbu ilayya min an ashba'a, kuwa mimi nifunge, kufunga kwangu na kufuturu pamoja na watu fukara na masakini ni bora kwangu kuliko mimi nifunge alafu niende nijishibishe peke yangu katika nyumba, nijaze tumbo langu nikae peke yangu. Yeye ilikuwa hafungi isipokuwa kwenye kufuturu kwake kukuwa na mafukara na wale masakini ambao kwamba watu ambao kwamba hawajiwezi akifuturisha, na fadhila ya kufuturisha haielezeki. Ikiwa tuko katika mwezi kama huu wa Ramadhani